السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikhwata al-iman, baada ya kumaliza silsila ya majawabu yetu ya kielimu dhidi ya kijana huyu mropokaji asiyekuwa na adabu aitwaye Shafi Basalim, kutokana na klipu yake aliyoipa anwani isemayo raddi adabishi kwa jahili la kiwahabi Qasim Mafuta, tunaingia katika silsila nyingine ya majawabu ya kielimu dhidi yake kutokana na klipu yake nyingine yenye anwani inayosema raddi adabishi kwa vigogo wa mawahabi, acheni kuwalingania watu itikadi za Kihindu, huu sio Uislamu. Hii ni klipu nyingine ambayo ndani yake huyo kijana amezungumza maelezo ya kijinga, maelezo ya kumezeshwa kama kasuku. Kwa hiyo mtakuja kuona biidhnillahi alkarim kwamba huyu kijana ni kijana ambaye kwamba anastahiki kuitwa kuwa ni jahil murakkab, mjinga mwenye ujinga uliopandana, kama mlivyolishuhudia hili kwenye majibu yaliyopita katika klipu yake iliyotangulia. Katika klipu hii ambayo kwamba tunaijibu, kuna mengi ambayo kwamba ameyazungumza, na biidhnillahi alkarim tutajibu zile pointi za msingi katika klipu hii ya pili. Na katika pointi za msingi kabisa ambazo tunazijibu katika klipu hii ni kipengele alichoanza nacho kuhusiana na hadithul jariya, hadithi ya mjakazi. Hadithi ya mjakazi, tukisema hadithul jariya, hadithi ya mjakazi, ni hadithi ambayo kwamba ni maarufu mashhur mbele ya wanazuoni, kadhalika na mashayikh na tulabul ilmi na wanafunzi wale wenye kujishughulisha na kusoma dini. Basi moja kwa moja tukisema hadithul jariya, hadithi ya mjakazi, wanakuwa wameshafahamu kwamba ni hadithi gani hiyo inayokusudiwa. Kwa hiyo hadithi hii ndiyo ambayo kwamba ameanza nayo huyu kijana katika klipu yake hii. Ameanza kuizungumzia hadithi hii kwa kuitia dosari kama ilivyokuwa kawaida yake, lakini kuitia kwake dosari ni kuitia dosari kwa kuiga, yani anamezeshwa maneno
anatiliwa maneno kinywani kama kasuku na shekhe wake Hasan bin Ali Sagaf al-Khabith al-Mubtadi' al-Kadhab, naye anachukua maneno yale kisha anayazungumza hali ya kuwa hajafanya utafiti. Yani huyu kijana hata kanuni za wanafunzi hazijui, kwa sababu kama wewe mwanafunzi talibu ilmin mustafid, mwanafunzi mtafuta elimu ambaye umestafidi, unapopata maneno basi kitu cha kwanza unatakiwa uyafuatilie maneno hayo, hasa katika ulimwengu huu tuliokuwa nao, ulimwengu ambao tunasema ndani yake kuna kitu kinaitwa faudha ilmiya, kuna fujo ya kielimu. Katika ulimwengu wa sasa tuliokuwa nao, huu si ulimwengu wa kwenda kijinga na kumezeshwa maneno. Huu ni ulimwengu wa kufanya utafiti, bahth za kielimu. Ukipata maneno kutoka kwa shekhe wako yanayotia dosari hadithi au kuatia dosari kundi fulani, basi usiyabebe tu maneno hayo. Unatakiwa cha kwanza, hebu fanya utafiti kwanza, ili uzungumze ala basiratin, uzungumze kwa uoni wa kielimu, ukiwa unafahamu na una confidence na kile ambacho unakizungumza na una ushahidi tosha, yani uwe na evidence za kutosha katika hilo. Kesho kuta ukikamatwa, ukibanwa, watakiwa utoe ushahidi. Sasa huyu kijana haelewi, maskini, anapelekwa tu kibubusa, au anakwenda kibubusa, anakwenda kichwa mchunga kama wanavyosema. Kwa hiyo huyu kijana akaanza na hii hadithi ya Jaria, akazungumza kuonesha kwamba hii hadithul Jaria, hadithi ya mjakazi, ni hadithi ambayo kwamba ni batil, ni hadithi isiyofaa, haikubaliki, na akadai kadhiban wa zuran kwamba hadithi hii wanazuoni wameikataa, na akaonesha kwamba wanaoingangania hadithi hii na kudai kwamba inakubalika, ni sahihi, ni mawahabi. Na hapa ndipo mtakapoona kwamba hawa watu wanazungumza kwa chuki na mihemko na kukurupuka, lakini wallahi wabillahi watallahi hawazungumzi kwa insafu na uadilifu, wala hawazungumzi kielimu. Na kuipinga kwake hadithi hii na kudai kwamba ni hadithi batil kwa kumezeshwa maneno kama kasuku na shekhe wake, ni kwa sababu hadithi hii ya mjakazi inakwenda kinyume na matamanio ya nafsi zao, inakwenda kinyume na vile wanavyotaka wao, haiyafikiani na itikadi mbovu walizokuwa nazo. Kwa hiyo wanatafuta njia ya kuikataa hadithi hiyo ionekane kuwa ni hadithi isiyofaa, ni hadithi ya batili, kwa sababu ikionekana inakubalika, itakuwa tayari wameonekana kwamba wao wana itikadi chafu na itikadi mbovu isiyokubalika, inayokwenda kinyume na itikadi iliyofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huyu kijana tukimnukuu maneno yake, akasema la fikra. Mathalan, jana katika kikao kilichopita cha darsa tulieleza ya kwamba ile hadithul jaria, kuna hadithi ya yule mwanamke ambaye kwa wanasema alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sijui Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza aina Allah na nini. Ile hadithi tukasema ni batil, ni hadithi ambayo kwa mudhtarib, wanazuoni wameikataa. Lakini jamaa wanatilia mkazo, wanaendelea kutashaddad kwamba hadithi ni sahihi na tunaikubali ndani yake. Sasa hayo ndiyo maneno yake ambayo ameyazungumza kwa kumezeshwa kama kasuku. Kwa hiyo ukiangalia hayo maneno kama tulivyotangulia kusema, utakuta ndani yake kuna
Jambo la kwanza, adai kwamba hadithi hiyo ni hadithi muttarib au ni hadithi batil, hadithi ambayo kwamba ni batili. Hii ni nukta ya kwanza, maana yake ni kuwa hadithi hii sio sahihi. Jambo la pili, anadai kwamba wanazuoni wameikataa hadithi hii, hawajaikubali. Hapa yani amezungumza kijinga kabisa. Inaonyesha wazi kwamba wanazuoni wenye kutegemewa wa ahlus sunna wal jamaa kwamba eti wameikataa hadithi hii. Jambo la tatu, anakusudia kwamba mawahabi ndio wanaong'ang'ania hadithi hii kwamba ni sahihi, na kwamba kilichokuwa ndani yake katika mafuhumu, kile kinachoashiriwa na hadithi hii kwamba kinafanyiwa kazi. Sasa bila kupoteza muda, tunasema kwamba haya yote aliyoyazungumza huyu kijana ni kadhibun mahdhun, ni uongo wa moja kwa moja ambao kwamba hauna chenga ndani yake. Na wallahi hawa watu ni watu ambao hawana haya, hawana aibu. Wanathubutu kuzungumza na kuyapinga mambo ambayo kwamba yako wazi wallahi, na mambo yamejaa tele kwenye vitabu, lakini utakuta mtu mjinga tu anasimama anazungumza kwamba hiki kitu hakifai, kitu hiki hakipo, hadithi hii si sahihi, hali ya kuwa vitabu lukuki, wanazuoni lukuki katika vitabu vyao, tena vitabu ambavyo vipo. Afadhali basi hata vitabu pengine vingekuwa havipatikani, ingekuwa haijambo. Vitabu vipo, mtu anaweza akasutwa, lakini bado mtu anazungumza kwa ujasiri kabisa. Kwa ni watu ambao hawana haya, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema katika hadith sahih, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta au idha lam tastahi fasna' ma shi'ta au kama qala alayhi salam. Bwana Mtume anasema, ikiwa huoni haya, ikiwa huna aibu wewe, basi fanya utakalo. Kwa maana mwenye aibu, mtu mwenye asili ya kuwa na haya, huwa hafanyifanyi mambo, hafanyi kila atakalo. Na wanazuoni wakatoa maana ya hadithi hii kwamba mtu asiyekuwa na aibu, jitu ambalo kwamba halina haya, basi huwa linafanya mambo ambayo linayataka hata kama ni aibu. Sasa ndio hawa, huyu kijana na shekhe wake Hasan bin Ali Sagaf. Sasa hebu tuangalie kwanza, kwani hadithul jariya, hadithi ya mjakazi, hii hadithi ya mjakazi hii ni sahihi au sio sahihi? Na hadithi hii imetajwa, imefanywa, imepokelewa na nani, au imetajwa na nani, imetolewa na nani hadithi hii? Hadithi hii, hadithi ya jariya, hadithi ya mjakazi, inatosha kabisa, inatosha kabisa kuwa ni hadithi ambayo kwamba haina shaka. Utakaposikia kwamba hadithi hii imetolewa na nani, imetajwa katika kitabu gani na kitabu gani, ilikuwa inatosha tu, hata kama usingeleta ushahidi mwingine. Hadithi ya mjakazi imetajwa au imepokelewa na al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, na lau kama ingekuwa ni sahihi Muslim peke yake, basi ingekuwa inatosha tu kwamba hadithi hii bila shaka ni hadithi ambayo kwamba ni sahihi. Lakini sio sahihi Muslim peke yake, bali kuna vitabu tele vya hadithi ambavyo vimeitaja hadithi hii.
Kitabu chengine ni kitabu Al-Muwatta cha al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, kwa maana kwamba al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala naye ameipokea hadithi hii na kuitaja na kuitoa katika kitabu chake Al-Muwatta na vitabu vingine vya hadithi. Inatosha tu kutaja kwamba hadithi hii ipo katika vitabu hivi viwili, yatosha. Na tuisome hadithi hii matini yake. Hadithi hii pia ameipokea au ameitoa al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, akisimulia kutoka kwa shekhe wake al-Imamu Malik na kuendelea. Ameitaja hadithi hii al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Ar-Risala. Kuna kitabu Ar-Risala katika chapa iliyohakikiwa na Ahmad Muhammad Shakir, ni ukurasa wa 124, ukurasa 124. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasimulia hadithi hii kwenye risala hii, kwenye kitabu chake. Anasema akhbarana Malikun an Hilal ibn Umayyah an Ata ibn Yasar an Umar ibn al-Hakam qal, ametueleza Imamu Malik. Anajua, inafahamika kwamba Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ni mwanafunzi wa Imam Malik. Kwa hiyo hadithi hii Imamu Shafi'i asimulia, anaipokea kutoka kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Anasema ametueleza Imamu Malik kutoka kwa Hilal ibn Usama, kutoka kwa Ata ibn Yasar, kutoka kwa Umar ibn al-Hakam, lakini sawa sawa ni Muawiya ibn al-Hakam, sio Umar ibn al-Hakam. Hili amelitanabaisha Imamu Shafi'i mwenyewe baada ya kuitaja hadithi hii mbele, akasema wa huwa Muawiya ibn al-Hakam wa kadhalika rawahu ghayru Malikin wa adhunnu Malikan lam yahfadh ismahu. Jina lake ni Muawiya ibn al-Hakam, na hivyo ndivyo walivyopokea wanazuoni wengine wasiokuwa Malik, na nadhania kwamba Imam Malik atakuwa hakuhifadhi jina lake. Kwa hiyo sahaba wa hadithi hii ni Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, sio Umar ibn al-Hakam. Kwa hiyo sanadi imekwenda mpaka kwa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Qala, amesema ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bijariyatin, nilimwendea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama na mjakazi, nikiwa na mjakazi. Faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, alayya raqabatun afa u'tiquha, nimewajibika mimi kutoa mtumwa, kumwacha huru mtumwa. Kuna kosa ambalo kwamba nimelifanya, kwa nimewajibikiwa mimi kumwacha huru mtumwa wa kike. Je, nimwache huru huyu mjakazi wangu? Faqala laha Rasulullah, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia yule mjakazi, aina Allah, Allah yuko wapi? Yani Bwana Mtume hapa akaanza kumuuliza maswali ya kumpima yule mjakazi, kuangalia je ni muumini. Akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Faqalat fi sama, yule mjakazi akasema fi sama, Allah yuko juu. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waman ana, na mimi ni nani? Qalat anta Rasulullah, yule mjakazi akasema wewe ni mjumbe wa Allah. Qal, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia bosi wake Muawiya ibn al-Hakam akamwambia fa'atiqha, muache huru, muache huru. Na katika riwaya fa innaha mu'mina,
muache huru huyo mjakazi, kwani hakika yeye ni muumini. Hii ndiyo hadithul jariya. Jamaa wanaipinga hadithi hii na kufanya juhudi za kuibatilisha hadithi hii, kwa sababu ndani yake kuna mafunzo yaliyo wazi yenye kuonesha kwamba itikadi aliyoifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ya kujua kwamba Allah yuko wapi, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Sasa jamaa hawa wao hawataki kukubali kwamba Allah yuko juu. Kwa hiyo wakitizama hadithi hii wanaona inafundisha wazi kabisa kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu, na inafaa kuuliza, kwa sababu Mtume mwenyewe ndiye aliyeuliza kwamba Allah yuko wapi. Na wao jamaa wao wanaona kwamba hata kuuliza Allah yuko wapi haifai. Kwa hiyo wanaona kwamba sasa tukikubali hadithi hii tutakuwa tumeaibika, itaonekana kwamba itikadi zetu ni mbovu, tunakwenda kinyume na itikadi iliyofunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa ni nini? Dawa ni wao kutafuta njia sasa na vichochoro vya kuibatilisha hadithi hii. Kwa hadithi hii imetajwa kama tulivyoisoma na al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Ar-Risala. Hii ndio inaitwa hadithul jariya, hadithi ya mjakazi. Hiyo ni nukta ya kwanza. Baada ya kuisoma hadithi hiyo ya mjakazi tumeiona, tuangalie, je, hadithi hii ni batili? Ni hadithi ambayo haifai? Je, hadithi hii sio sahihi kama anavyodai huyu kijana mwenye kuiga kama kasuku? Jawabu ni kwamba si kweli kwamba hadithi hii ni batil, bali ukweli ni kwamba hadithi hii ni sahihi, tena usahihi wake hauna mashaka, bali wanazuoni wote kuanzia wanazuoni waliotangulia, wanazuoni wote wa salaf wamekubaliana na hadithi hii na kuweka wazi kwamba hadithi hii ni sahihi, isipokuwa hawa akina Sagaf, shekhi wa huyu kijana. Ukienda zaidi utamkuta Al-Kauthari, hawa al-Mu'attila, al-Ash'ariyya wal-Jahmiyya, hawa Mu'attila wapingao sifa za Allah tabaraka wa taala, wafuasi wa watu waliopotea kina Sagaf na kina Al-Kauthari, ndio wamekuja hapa wakaleta balbala kwamba hadithi hii ni batili na sio sahihi. Lakini hadithi ni sahihi, na wanazuoni wote wa zamani muhadithun wamekubaliana juu ya usahihi wa hadithi hii. Je, kuna ushahidi katika hilo? Naam. Tuangalie wanazuoni walioweka wazi kwamba hadithi hii ni sahihi. Kwanza kabisa ni al-Imamu Mar'i ibn Yusuf al-Karmi kwenye kitabu chake Aqawilu Thiqat. Yeye ameweka wazi kwamba hadithi hii ni sahihi, mashuhur, na imepokelewa na imekubaliwa na umma wote wa wanazuoni. Kwenye kitabu chake Aqawilu Thiqat kurasa wa 88 anasema, wa ala hadhihi alkayfiyati waqa'at al-isharatu alayhi subhanahu fi al-hadith as-sahih ash-shuhur alladhi rawahu al-a'immatu fi kutubihim biasanidihim wa talaqathu al-ummatu bil-qabul anna Muawiyah ibn al-Hakam ila akhir al-hadith. Akasema, na kwa utaratibu huu imetokea ishara kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi sahihi ambayo ni mashuhuri, ambayo wameipokea maimamu katika vitabu vyao kwa sanadi zao, na wakaipokea
wakaipokea umma wa Kiislamu, wakaipokea umma wa wanazuoni kwa kuikubali hadithi hii, kwamba Muawiya ibn al-Hakam akaitaja hadithi mpaka mwisho, hadithi ile ya aina Allah, Allah yuko wapi? Mjakazi akasema Allah yuko juu. Kwa mujibu wa maelezo ya al-Imamu Mar'i ibn Yusuf al-Karmi, ni wazi kwamba umma wa wanazuoni wa zamani wenye kutegemewa wote wameikubali hadithi hii, na ni hadithi sahihi ambayo kwamba ni mashuhuri. Al-Imamu Muhyi Sunna, aliyepewa lakabu hiyo Muhyi Sunna, mwenye kuhuisha sunna, ajulikanaye kama al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake Sharh Sunna juzuu ya 3 ukurasa 239, baada ya kuitaja hadithi hii ya mjakazi, naye akasema hadha hadithun sahihun akhrajahu Muslimun, hadithi hii ni sahihi, ameitoa al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu al-Baihaqi, mwanachuoni mwingine, Imamu al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake al-Asma'u wa Sifat, baada ya kuitaja hadithi hii ya mjakazi ambayo tumetangulia kuisoma, akasema al-Imamu al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, hadha sahihun, hadithi hii ni sahihi. Bali al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake Fathul Bari juzuu ya 13 ukurasa wa 359, naye akasema kama fi qissati al-jariyati allati sa'alaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anti mu'mina faqalat na'am, qala ayna Allah, qalat fi as-sama', faqala a'tiqha fa innaha mu'mina, wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Muslimun. Anasema Ibn Hajar, kama ilivyo katika kisa cha yule mjakazi ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alimuuliza, je, wewe ni muumini wewe mjakazi? Mjakazi akasema ndiyo. Bwana Mtume akaanza kumhoji maswali ili athibitishe imani yake, akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Yule mjakazi akasema fi sama, yuko juu. Fakala, Bwana Mtume akasema a'tiqha, muache huru huyu mjakazi, fa innaha mu'mina, hakika yeye ni muumini. Wa huwa hadithun sahih. Ibn Hajar akasema nayo ni hadithi ambayo kwamba ni sahihi, akhrajahu Muslimun, ameitoa na kuipokea al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Kwa hiyo utaona kwamba wanazuoni wote wenye kutegemewa wameipokea hadithi hii bilqabul, kwa kuikubali kwamba ni hadithi sahihi na sio batil, wala sio batil kama anavyodai huyu mjinga jahil murakkab wa kumezeshwa maneno kama kasuku. Bali al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Uluw lil-Ali al-Azim, alipoitaja hadithi hii ameitaja yeye, amezingatia moja kwa moja kwamba hadithi hii ni katika hadithi ambazo kwamba ni mutawatira, ni hadithi ambayo imevuka level kutoka kwenye usahihi kwenda juu zaidi kufikia kuwa ni hadithi mutawatir, hadithi ambayo imepokelewa kwa mapokezi ya wingi ambayo hayawezi kutiliwa shaka. Al-Imamu Turibishti rahimahullahu ta'ala kadhalika ameeleza hilo kwamba hadithi hii ni sahihi, na wengineo katika ulama muhaddithun wenye kutegemewa. Kwa hiyo hadithi ni sahihi na wala haina shaka yoyote kabisa ndani yake. Kwa hiyo hii ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, huyu kijana anaonesha kwamba mawahabi ndio wenye king'ang'anizi, wenye kuing'ang'ania hadithi hii kwamba ni hadithi sahihi, na kwamba kile kinachofahamishwa na hadithi hii lazima kifanyiwe kazi, ambacho ni kile cha kuamini kuwa Allah tabaraka wa taala yuko juu, kwamba wenye kukokoteza na kulazimisha usahihi wa hadithi hii ni mawahabi. Sasa baada ya kuyasikia maelezo ambayo tumeyatoa kutoka kwa maulama
kwamba hadithi hii kina Imam Malik ndio ameipokea. Imam Shafi'i pia naye ameipokea kutoka kwa Imam Malik kwenye kitabu chake Ar-Risala. Al-Imam Muslim rahimahullah, na wote wameikubali hadithi hii, hakuna aliyoipinga. Tumuulize huyo kijana, kwa hiyo kumbe hawa nao pia ni mawahabi? Au utakuwa haufahamu nini maana ya uwahabi? Maana nyinyi mkisema alwahabia, mawahabi wakusudia kwamba ni wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ambaye amekuja juzi. Sasa kama watu wanasema wanaamini hadithi ambayo imepokelewa na kina Imamu Maliki, Imamu Muslim, akina Imamu Shafi'i, kama wanaamini hadithi ambayo imepokelewa na hawa maimamu na wanaamini kama walivyoamini hawa maimamu, hamuoni kwamba kumbe hiki kitu mnachokiita uwahabi ndio Uislamu safi? Maana uwahabi utakuwa ndio Uislamu safi bwana. Na ndiyo maana mpaka leo mpaka kesho hamtopata taarifu ya uwahabi ambayo ni jamia mani, yenye kukusanya na kukuzuia vitu vingine visiingie. Hiki kitu kinachoitwa uwahabi ni jina la kubandika tu. Sawa sawa ni kwamba hao mnaowaita mawahabi, hao ndio ahlus sunna wal jamaa, ndio waislamu safi kabisa. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, wanazuoni wenye kutegemewa kuanzia zama za as-salafu salih, wema waliopita na wale waliokuja baada yao, je, wamekataa mafuhumu ya hadithi hii? Wamekikataa kile ambacho kwamba kimo ndani ya hadithi hii cha kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, yuko juu huko? Wamekataa kitu hiki kama wanavyokataa hawa watu wa bid'a, kina Shafi Basalim na shekhe wake Sagaf, wenye kuiga na kuwafuata watu wa bid'a na kudai kwamba haifai kuamini kwamba Allah yuko juu. Jawabu ni kwamba maimamu tokea zama za salafu salih, zama za wema waliopita, kuja mpaka kwa maimamu al-a'immatul arba'a, maimamu wetu wanne wale, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Ash-Shafi'i, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal Shaybani na wengineo. Hawa wanazuoni wote wameikubali hadithi ya jaria na wamekubali itikadi ya kwamba Allah yuko juu, ndio itikadi yao, kuonesha kwamba hii ndio itikadi ya sawa. Na wenye kuipinga itikadi hii, hao ni watu wa bid'a, ni watu ambao wapo katika upotevu. Na ushahidi wa hilo tuyaangalie maneno yao. Sasa tuyaangalie maneno yao. Tunaanza na al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, ambaye ndiyo mtangulizi wao, mtangulizi wa hawa maimamu wanne hawa. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala amebainisha na ameikubali hadithi ya jaria na kukikubali kile kilicho ndani yake kwamba hiyo ndiyo imani ya sawasawa, Allah yuko juu. Bali Imamu Abu Hanifa asema wazi kabisa, atakayekataa uwepo wa Allah juu akasema kwamba Allah hayuko juu ya arshi, huyo ni kafiri. Abu Hanifa amkufurisha mtu ambaye anakataa uwepo wa Allah juu ya arshi. Ukirejea kwenye kitabu chake kama anafonukuliwa na al-Imamu Dhahabi katika kitabu chake Al-Arsh, Imamu Dhahabi anasema warawa Abu Muti' al-Hakam, warawa Abu Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi fi al-fiqh al-akbari faqala, na amepokea Abu Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi ambaye ni mwanafunzi wa Imamu Abu Hanifa kwenye kitabu al-fiqh al-akbar. Faqala, akasema, yani Abu Muti' anasema saaltu Aba Hanifa, nimemuuliza mimi Abu Hanifa, amman yaqul, kuhusu mtu ambaye anasema la a'rifu rabbi fi samai au fil ard,
sijui Mola wangu yuko juu au yuko ardhini. Je, mtu mwenye kusema hivi hukumu yake nini? Faqala Abu Hanifa rahimahullah akasema, man lam yuqir anna Allah ala al-arshi, mtu ambaye hatokubali kwamba Allah yuko juu ya arshi, fakad kafara, huyo atakuwa amekufuru. Lianna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala yasema, arrahmanu ala al-arshi istawa, mwingi wa rahma, Allah yuko juu ya arshi yake. Wa arshuhu fawqa sab'i samawat, na arshi yake Allah iko juu ya mbingu zote. Faqultu Abu Muti anasema nikasema baada ya hapo, innahu yaqulu ala al-arshi istawa, yeye anasema huyo mtu kwamba kweli yuko juu ya arshi yake, walakin la yadri al-arshu fi as-sama, la yadri al-arshu fi as-sama am fi al-ard, lakini hajui kwamba arshi iko juu au iko ardhini. Faqala, akasema Imam Abu Hanifa, idha ankara annahu fi as-sama, atakapopinga kwamba Allah hayuko juu, faqad kafara, au atakapopinga kwamba arshi haiko juu ya mbingu zote, faqad kafara, atakuwa mtu huyo ni kafiri, amekufuru katika hilo. Hayo ni maneno ya Imam Abu Hanifa rahimahullah, ambayo yanakwenda sambamba sawa sawa na mafuhumu au kile kilicho ndani ya hadithi ya Jaria, hadithi ya mjakazi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Tuje kwa al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, yeye anasemaje? Ukirejea kwenye kitabu Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaa min al-Kitabi was Sunnah wa ijma'i as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, jaa al-Imam al-Shaykh al-Allama al-Hafidh al-Lalakai, al-Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Rejea kwenye kitabu hiki, katika vitabu muhimu, vitabu vyenye kutegemewa vya itikadi. Na huyu ni mwanachuoni wa zamani al-Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, anatubainishia hili katika kitabu chake hiki, katika juzuu ya kwanza, kwa mujibu wa chapa niliyokuwa nayo, Darul Ghadil Jadid, juzuu ya kwanza, ukurasa wa kuanzia ukurasa wa 264 mpaka 265. Anasema akhbarana, katika riwaya hii ni riwaya nambari 673, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hajjaj qala akhbarana Ahmad ibn al-Husayn qala thana Abdullah ibn Ahmad qala thana abi qala thana Shurayj ibn al-Nu'man qala haddathani Abdullah ibn Nafi' qala Malik Allahu fi as-samaa wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu shay. Anasema al-Lalakai ametueleza Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hajjaj, naye amesema ametueleza Ahmad ibn al-Husayn, naye amesema ametusimulia Abdullah ibn Ahmad, amesema huyu ni mtoto wa Imam Ahmad ibn Hanbal. Naye anasema thana abi, ametusimulia baba yangu Ahmad ibn Hanbal. Qala, amesema Ahmad ibn Hanbal, thana Shurayj ibn Nu'man, ametusimulia Surayj ibn Nu'man. Qala, naye amesema haddathani Abdullah ibn Nafi', amenisimulia Abdullah ibn Nafi'. Qala, akasema naye amesema qala Malikun, amesema Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Allahu fi as-samaa, Allah yuko juu, wa ilmuhu fi kulli makan, na ujuzi wake au elimu yake ipo kila mahala, kwa maana kwamba Allah anakijua kila kitu mahali kilipo. La yakhlu minhu shay. Hii riwaya ni sahiha, ni riwaya ambayo ni sahih, akhrajahu Abdullah ibn Ahmad fi sunnah
na pia Abdullah ibn Ahmad katika sunna ameitoa vile vile, na al-Imam al-Ajurri katika ash-Sharia, na al-Imam Ibn Battah katika kitabu al-Ibana. Ni riwaya ambayo kama ni sahihi, ambayo imethibiti kwa Imamu Malik rahimahullahu ta'ala kwamba itikadi yake asema wazi kuwa Allahu fi samaa, Allah yuko juu kama alivyosema mjakazi katika hadithi. Huyo ni al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Tuje kwa Imamu Shafi'i, anasemaje al-Imamu Shafi'i? Itikadi yake ni ipi? Kwani yeye anakataa kwamba Allah hayuko juu? Rejea kwenye kitabu Aqidatu Salaf Ashabil Hadith cha al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni Ash-Shafi'i, ambaye huyu ni mfuasi wa madhhabi ya Imam Shafi'i, naye ni katika maulama wa zamani kabisa rahimahullahu ta'ala. Katika kurasa wa 21 anasema wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i radiyallahu anhu ihtajja fi kitabihi al-mabsut fi mas'alati i'taqi ar-raqabati al-mu'mina fi al-kaffara wa inna ghayra al-mu'minati la yasih. Anasema na imamu wetu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, Allah amridhie, ametoa hoja katika kitabu chake al-Mabsut katika masala ya kuacha huru mtumwa wa kike muumini katika kafara, na akasema kwamba asiyekuwa muumini haisihi at-takfiru biha, kumtolea kafara, bikhabari Muawiyah ibn al-Hakam. Ametoa hoja katika hilo kwa hadithi ya Muawiyah ibn al-Hakam, wa annahu arada an yutiqa al-jariya as-sauda likafara. Akaendelea al-Imam As-Sabuni kumnukuu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kisha akasema fahakama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biislamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fi as-samaa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa hukumu juu ya Uislamu wake yule binti na imani yake pale alipokiri kwamba Mola wake yuko juu, wa arafati rabbaha, na akamtambua Mola wake bisifati al-uluwi wal fawqiyya, kwa sifa ya ujuu. Wa inna mahtajja ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhi, na hakika si vinginevyo ametolea hoja Imamu Shafi'i Allah amrehemu, ala al-mukhalifina, juu ya wale wenye kukhalif kauli hiyo, fi qawlihim bijawazi i'taqi ar-raqabati al-kafira, katika kauli yao wao walipodai kwamba inafaa kumwacha huru mtumwa ambaye ni kafiri, fil kafara, katika kafara. Yeye Imamu Shafi'i amewapinga wenye kusema hivyo, bihadha al-khabari, kwa sababu ya hadithi hii, li'tiqadihi, kwa sababu ya kule kuitakidi kwake, yani kwamba Imamu Shafi'i alikuwa akiitakidi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi, kwamba Allah tabarak wa taala yuko juu ya viumbe vyake, wa fawqa sab'i samawatihi, na juu ya mbingu zake zote, ala arshihi, juu ya arshi yake, kama huwa mu'taqadul muslimin, kama ilivyokuwa itikadi ya Waislamu, min ahli sunnati wal jamaa, ambao ni ahli sunnati wal jamaa, salafihim wa khalafihim, wali watangu wao na waliokuja baada yao. Kwa hiyo hapa al-Imamu As-Sabuni anatuwekea wazi kwamba Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa akiamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Tumalizie na Imamu Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani, yeye anaitakidi vipi? Je, anakikataa kile ambacho kipo katika hadithi ya Jariya? Jawabu ni hapana. Imamu Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani kadhalika naye ndio itikadi yake. Rejea kwenye kitabu Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaa ya al-Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, katika ukurasa huu ambao nimeutaja 265, anasema warawa Yusuf ibn Musa al-Baghdadi annahu qila li Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal Allahu azza wa jalla fawqa as-samaa'i as-sabi'a ala arshihi
ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan? Qala na'am, ala al-arshi wa ilmuhu la yakhlu minhu makan. Anasema na amepokea Yusuf ibn Musa al-Baghdadi kwamba ameeleza kuwa aliulizwa Imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah yuko juu ya mbingu saba, juu ya arshi yake, ametengana na viumbe vyake, na uwezo wake na elimu yake yupo yani kila mahala, upo kila mahala. Qala na'am, Imamu Ahmad akasema ndiyo, ala al-arshi, Allah yuko juu ya arshi, wa ilmuhu la yakhlu minhu makan, na elimu yake haikosekani kila mahala, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anawajua waja wake popote pale watakapokuwa. Kwa hiyo al-Imamu Ahmad bin Hanbal Shaybani rahimahullahu ta'ala naye kadhalika alikuwa akiitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, na vile vile katika riwaya ya Hanbal kama anavyoeleza al-Imamu Lalakai, kuna riwaya nyingine iliyopokelewa na Hanbal kwamba Imamu Ahmad ameeleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Sasa anapojitokeza huyu mjinga Shafi Basalim na kudai kwamba hadithi ya Jaria wanazuoni wameikataa, na kwamba inaonekana kwamba hata kuamini kwamba Allah yuko juu ya arshi haifai, ameyatoa wapi hayo? Ameyatoa kwa shekhi wake Hasan ibn Ali Sagaf al-Mubtadi' mzushi. Kwa hiyo amerithishwa uzushi na uongo, naye ameupokea kama kawaida yake. Allah amuongoze yeye na shekhi wake katika njia ya sawa sawa. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.